DSB Digital, haki na ukweli. Umoja wa Falme za Kiarabu umelaani ufiatuliaji wa risasi huko Washington na kuua wafanyakazi wawili wa ubalozi wa Israeli. Wizara ya mambo ya nje ilisema UAE inalaani vikali tukio la kupigwa risasi liliowaua wafanyakazi wawili wa ubalozi wa Israeli huko Washington, ikieleza kukashifu kwake vitendo hivi vya uhalifu, na ilisema taarifa ya wizara iliyochapishwa na shirika rasmi la habari la WAM. Pia Imarati ilionyesha mshikamano na familia za waathiriwa na watu wa Israeli juu ya shambulizi hili baya. Sijui unaelewa? Yaani Imarati imeonyesha mshikamano na familia za walioathiriwa na hilo shambulizi, lakini pamoja na watu wa Israeli katika shambulizi hili baya. Wafanyakazi wawili wa ubalozi wa Israeli, mmoja wao ni Marekani, walipigwa risasi na kufa nje ya jumba la makumbusho la Kiyahudi huko Washington na mtu aliyekuwa na bunduki ambaye alipiga kelele Palestina huru alipokuwa akikamatwa. Rais wa Marekani Donald Trump na Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu waliongoza kulani shambulio hilo duniani kote, wote wawili wakilaumu chuki dhidi ya Uyahudi. Israeli iliwataja waathirika hao kuwa ni Yaron Lishnisi, raia wa Israeli, na Sarah Lynn, mfanyakazi wa Marekani wa ubalozi huo, na kusema walikuwa wanandoa ambao huenda walikuwa wakipanga kuoana. Lindsay alikuwa msaidizi wa utafiti katika ubalozi wa Israeli, wakati Milgram alifanya kazi katika idara yake ya diplomasia ya umma, kulingana na wasifu wao uliotolewa kwenye mitandao. Mkuu wa polisi wa Washington alimtaja mshambuliaji huyo kuwa ni kijana mwenye umri wa miaka 30 kutoka Chicago, Elias Rodriguez, na kusema alikuwa kizuizini. Video ya kukamatwa kwake na polisi ilionyesha mwanaume huyo mwenye ndevu akiwa amevalia koti na shati jeupe akipiga kelele akisema Free Palestine, Free Palestine, yani Palestina huru, alipokuwa akikamatwa na maafisa. Imarati imelani haya mauaji. Wakati Imarati inalani mauaji ya Wayahudi wawili kule Washington, Israeli imeua Wapalestina 98 saa 24 zilizopita kutoka hivi sasa. Saa 24 zilizopita Israeli imeua Wapalestina 98. Hakuna tamko lolote la Imarati kulani kilichofanywa na Israeli dhidi ya Wapalestina 98 waliouawa. Hapa sasa kuna watu wanadhani tunataka kufanya equal, yani kusawazisha. No, hatufanyi equal. Tunachotaka, unaponisema mimi kwa ubaya wangu, hakikisha kuwa wewe huna huo ubaya. Yani huwezi kunisema mimi kwa hicho nilichonacho hali ya kuwa wewe pia ni zaidi ya kile. Nani atakuelewa? Yani mwalimu anasema huwezi kuikemea rushwa kama wewe ni mla rushwa. Yani aje unaanza kuikemea rushwa kwa msipokee rushwa, mimi nachukia rushwa, nafanya hali ya kuwa wewe ni mla rushwa mkubwa. Sasa hili la Imarati, mnakumbuka wakati wa kifo cha Ismail Hania, kiongozi wa kisiasa wa Hamas, aliuawa kule Teherani. Mnakumbuka mwaka jana, ilikuwa mwezi Juni nadhani mwaka jana. Si Imarati na nchi nyingi za Kiarabu hazikutoa pole. Sikusema kuwa zimeshiriki, yani hazikutoa pole. Kutoa pole tu kwa jamani, poleni kwa kilichotokea. Nje ya kushiriki kwenye maziko yake yalifanyika Qatar. Acha maziko yake ya Qatar ambao waliyasusia kabisa, hawakwenda, ya Ismail Hania, mwana diplomasia, kiongozi wa Hamas, hawakwenda, lakini hawakutoa pole. Wakati Trump alikoswa na risasi, hakuna wizara ya serikali ya Saudi Arabia au ya Imarat ambayo haikutoa pole au onyo, yani kulalamikia lile tukio. Yani hakuna hata moja ambayo haikutoa malalamiko yao kuwa pole. Yani Trump si kuwa alipewa pole na nchi kama nchi, lakini alipewa pole na mpaka wizara moja moja. Ingewezekana hadi kila ofisi ya serikali ya Imarati na Saudi Arabia zingetoa pole kwa Trump, pia zingeweza. Lakini
hawakutoa pole kwa Ismail Hania na wala kushiriki kwenye maziko. Ndio hicho ambacho sisi tunakizungumza wakati mwingine kuwa mbona kuna mfano nitakwambia. Huyu kijana mwenye umri wa miaka 30, Elias Rodriguez, ambaye anatajwa kufanya mauaji kule Washington, kuna barua alikuwa ameiandika kabla ya lile tukio. Na hii barua imenukuliwa na vyombo vya habari, vikiwemo vyombo vya Israel. Nimeiona mimi kwenye jarida la Hayom. Barua hiyo, ngoja nitafute halafu nikusomee yeye alikuwa ameandika nini ambacho yeye amekiona, halafu kuna blind eyes wako pale Middle East hawaoni. Yani kuna wale, sijui unaweza kusema nini, unaweza kusema hivi, umeona sekeseke ambalo Afrika Kusini amekutana nalo jana kwenye ofisi ya Oval. Naweza nikakwambia 90% ya lile sekeseke alilokuwa anasukumwa nalo Afrika Kusini jana wala halimuhusu. Hiyo wazungu sijui kufanya nini, ni story iliyotengenezwa, wala hata hazihusiki. Hayo mengine yote yametengenezwa kutoka mbali, lakini Afrika Kusini alipokuwa anatafutwa ni kuhusu ICJ. Kesi yake ya ICJ ndio lengo alilokuwa anatafutwa. Yani zile nyingine zote zilikuja ni story tu nje ya boxi, kutaka kuhalalisha kile ambacho wanataka kukiona, lakini kiuhalisia sio kweli. Kilichokuwa kinatafutwa pale kwa Afrika Kusini ni yeye alifti kesi yake kwenye mahakama ya ICJ. Trump alilikwepa swali la CBS, lakini lilikuwa ndio swali halisi la hii kadhia yote ya Afrika Kusini ni nini? Ni Afrika Kusini hataki kufuta kesi ya Israeli. Ndio kadhia iko hapo. Sasa angalia huyu Rodriguez, hii barua nilikuwa naitafuta hapa. Anasema Rodriguez anasema kwenye barua, mtachukua baadhi ya maneno aliyoandika. Anasema alihalalisha kitendo chake akiandika barua. Anasema hivi, wale kati yetu wanaoshiriki dhidi ya mauaji ya halaiki, halafu kuna watu wanaridhika na hawawezi kusema kwamba huu ni uhalifu. Hawa watu wenyewe waasi wanajiona wako sawa kwa sababu hawa wamepoteza ubinadamu wao. Anasema ninaunga mkono maoni haya kwa kuelewa kuwa thamani yake katika kutuliza akili ambayo haiwezi kuvumilia kukubali ukatili unaofanywa kupitia kwa ubinadamu, kupitia kwa mashahidi kwa muda mrefu, na sio kawaida. Anasema mimi, yani nikufanulia sasa hii barua, anasema mimi binafsi kama yeye Rodrigo, anasema siwezi kuvumilia kuona yale mauaji yanatokea kwa binadamu, halafu kuna watu wengine wanaona kama kile kitu ni kitu cha kawaida kabisa, tena kwa muda mrefu, kuua watu bila sababu. Hakuna. Anasema muhalifu anaweza kuwa mzazi mwenye upendo, anaweza kuwa mtoto, lakini anaweza kuwa rafiki ambaye mbele ya macho anaonekana ni mkarimu na ni mfadhili. Anaweza kuwa ni mgeni ambaye amekuja kama rafiki. Anaweza kuwa ni mwenye nguvu za maadili na nyakati, anasema nyakati zingine na wakati mwingine anatumia nguvu ambazo hazifai, na bado akaonekana yuko sawa. Anasema ubinadamu umeondoka na uwajibikaji umepotea. Haya ni maandiko ambayo alikuwa ameandika kwenye mtandao kabla haya ilitokea, kwa sababu ameenda kuchukuliwa ndio watu wakapachika. Anasema hivi, hatua kama hiyo ilitakiwa ithibitishwe kimaadili, na ingetakiwa hatua zichukuliwe miaka 11 iliyopita. Wakati huo yeye huyu anaandika, wakati huo alitembelea ukingo wa magharibi, wakati ambapo anasema mimi binafsi nilifahamu vyema mienendo ya kikatili huko Palestina. Yaani anasema yeye alitembelea Palestina miaka 11 iliyopita na akaweza kufahamu kuwa ukatili na uhalifu unaofanyika ndani ya Palestina ndio aliugundua miaka 11 iliyopita. Anasema mimi ndio niliona. Lakini anasema kama hatua zingechukuliwa wakati huo, lakini nadhani anasema kwa Wamarekani wengi hatua kama hiyo haionekani. Anasema Wamarekani wengi hawajui ukweli na mambo mengi hawayaoni. Anasema kwangu mimi itaonekana kama ni kichaa uamuzi. Anasema uamuzi huu niliofanya, au anasema maandiko haya niliyoandika ni kama kwa watu wanaona kama vile ni kichaa. Anasema angalau ninafurahia kwamba leo angalau kuna Wamarekani wengi ambao hatua yangu itaeleweka sana. Yani tafsiri ya maneno yake yamekuja baada ya tukio. Anasema kuwa kwa Wamarekani wengi
hatua yangu itaeleweka sana. Yani kwa kile kitendo alichokifanya cha kushambulia, anasema kuwa wengi watanielewa kwa nini mimi nimefanya hivyo. Anasema kwa njia fulani inaweza ikachekesha, lakini kwa watu wengine inaweza ikawa tulizo na likawa jambo la busara sana. Aliandika maandishi kabla ya kufanya tukio ambalo watu wamekuja kuchukua haya maandishi na kuja kupesti kuwa ndio kusudio alikuwa ametukia. Sasa ukimchukulia huyu kama Elias Rodriguez ambaye shambulizi lake mpaka sasa haliitwi la kigaidi kwa sababu yeye hatoki Mashariki ya Kati, hana jina lolote la Mashariki ya Kati. Sasa halijaitwa shambulizi la kigaidi, ni shambulizi la chuki dhidi ya Uyahudi. Mpaka sasa linahesabika hivyo. Lakini yeye alichokisema kuwa mimi nilichokiona miaka 11 iliyopita pale hakivumiliki. Unarudi kwenye maneno ya Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Guterres alipozungumza mara ya kwanza tu baada ya shambulizi, akasema this was not vacuum. Shambulizi la Hamas la Oktoba 7 sio mlipuko, yani sio kitu cha ghafla, ni kitu ambacho kiliandaliwa. Haina tofauti na kauli ya huyu Elias Rodriguez anachokisema kuwa mimi niliyaona miaka 11 iliyopita haya, lakini nimevumilia, nimechoka, nimeona mauaji ya watu, watoto, wanawake wanauawa hovyo na hakuna mtu anayechukua hatua. Anasema hatua yangu hii ya kufanya hili, kuna watu wataiona kama ukichaa, lakini kuna watu watanielewa kwa hii hatua yangu. Anasema angalau wa Marekani sasa wanaelewa. Sasa huyu anachukua hii kuwa wanaelewa, lakini kuna jirani yuko pale anajulikana kama United Arab Emirates, haoni chochote kinachofanywa na Israeli kuwa kibovu, lakini kila atachofanyiwa Israeli yeye kwake ni kibaya. Wakati Wahuthi walipoamua kuweka mzingiro wa meli zisivuke kwenda kwa Israeli, Imarati na Saudi Arabia waliamua kufungua poti zao mbili. Imarati akafungua bandari ya port Jabal Ali, bandari yake ya Jabal Ali, kupitisha mizigo ya Israeli. Mizigo ya Israeli ikawa ikishuka kwenye bandari ya Jabal Ali ya Imarati. Ikishuka inachukuliwa na malori ya Imarati, inasafirishwa kwa malori kuingia mpaka kwenye ardhi ya Israeli. Usaidizi. Sasa tujiulize kuwa Wahuthi wa Yemen walifanya mzingiro wa nini? Au Wahuthi wanashambulia Israeli kwa lipi? Wahuthi hawataki kuona mauaji. Wanachotaka Israeli iache kuua na iruhusu chakula kiingie. Hivi anayeua na yule ambaye anazuia chakula, nani muhalifu? Yani huyu anazuia chakula na anaua, lakini kuna mmoja anamzuia huyu muhalifu asiue wala asizuie watu kupokea misaada. Halafu anayeonekana muhalifu ni yule anayemzuia mtu kufanya uhalifu. Imarati akatoa usaidizi wa pembeni. Juzi nilizungumza kuwa hakuna nchi ya Kiislamu duniani. Kuna watu walinitumia message private, wanaambia kuwa hujui lolote, huna elimu yoyote, jitahidi usome ujue. Nchi za Kiislamu zipo, lakini hakuna aliyenithibitishia ni nchi gani ya Kiislamu duniani. Wakati kauli yangu nilisema kuwa kuna nchi zenye Waislamu duniani na kuna nchi zina idadi kubwa ya Waislamu duniani. Kuna nchi na population mpaka 99% Muslim. Acha hizi nchi za Kiarabu ambazo nyingine zinaenda 95, 96, 94, 89, 85. Hizi nchi za Kiarabu, kuna nchi ina population ya 99% Waislamu, ikiwemo Pakistan, ikiwemo Bangladesh. Juu ya 99% Muslim, lakini sio nchi ya Kiislamu. Si nchi ya Kiislamu. Tafsiri ya nchi ya Kiislamu ni tafsiri ya nchi iliyokuwepo katika historia ambayo tunaisoma kwenye vitabu alivyokuwa akihudumu kama Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndio ilikuwa nchi ya Kiislamu, kwa sababu ni nchi ambayo hawakuwa na katiba, hawakuwa na sheria za kibinadamu, hawakuwa na kitu chochote kinachotungwa na binadamu. Sheria na haki na kila kitu kilitumika kutoka kwenye vitabu vya Mungu. Wanatumia Qur'ani na Sunna au hadithi za Prophet pekee ndio kilitumika. Hiyo ndio tafsiri ya nchi ya Kiislamu. Hauwezi ukasema kuwa hii ni nchi ya Kiislamu katika miji fulani inahudumu kwa sheria ambazo baadhi zinafuatwa, sio zote. Halafu kuna miji mingine iko free kwa kila chochote, upuuzi wote unaweza kufanyika. Matamasha yoyote yanaweza kufanyika, watu wanaweza kaimba uchi, watu wanaweza kualikwa, watu wote wanaweza kufanya. Halafu niambie kuwa hii ni nchi ya Kiislamu? Hakuna nchi ya Kiislamu. Kama kungekuwa na sheria za Kiislamu zinatekelezwa, basi zingeanza Iran. Lakini na Iran nao wamechukua baadhi, sio 100%. Yaani wamechukua baadhi ya sheria zinafanya kazi, baadaye wana sheria zao ambao wamezitunga, sheria za kibinadamu. Kwa hiyo hakuna nchi inaitwa ya Kiislamu duniani.
Rahby Digital, haki na ukweli.